Kuna discussion niliona kwenye mitandao ya kijamii kwamba waimbaji wengi wa nyimbo za injili ambao wametangulia wanawanyima nafasi au collab waimbaji wale ambao wanaanza na wanashindwa kuendelea mbele. Wewe umeanza sio muda mrefu. Wewe hii umekutana nayo, labda mwanzo ulipata shida namna ya kuwapata waimbaji na kufanya nao collab, labda kule ushirikiano ambao ulikuwa haupati hapo mwanzo na sasa hivi labda kwa sababu umekuwa unaupata. Hebu tupe experience yako kidogo, wewe unalipi la kusema kwenye hili? Kusema za ukweli kabisa, kuna kitu mimi nimeshawahi kukiexperience kwenye mambo haya ya kufanya collaboration na mtu. Na ile ilinifundisha kuwa haina maana kuwa ukifanya wimbo na mtu ndio wimbo pengine utasikilizwa na watu wengi au watu wengi watabarikiwa kwa sababu wewe umeshirikiana na huyo mtu. Kila mtu Mungu amemuumba kutokana na vile ambavyo anatamani akawe image ya Mungu kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kuna siku mimi nimeshawahi kumshirikisha mtu, sio mtu mmoja. Nimeshawahi kuwashirikisha watu kadhaa. Lakini kwenye kushare hiyo kazi ilikuwa ni kipengele kingine. Yani ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kitu ambacho mimi niliumia. Sikuwa nimetegemea kuwa ninaweza nikafanya wimbo na mtu ambaye ninaweza sijui ndo tuseme tulimlipa, sijui tulifanya nini. Sijajua namna nzuri ya kuliweka, lakini nilikuwa tuligaramia baadhi ya vitu vichache ambavyo yeye alikuwa amevidemand na tulikuwa tunategemea kuwa ikifika kwenye habari ya video tutashirikiana pia. Kwa hiyo sisi tutagalamikia hivyo vitu. Lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi ninaamini kuwa Mungu ulikuwa haukuwa wakati mzuri sana wa Mungu au mimi kushirikiana na huyo mtu. Lakini kiukweli iliniumiza sana. Lakini pia kufanya collaboration na baadhi ya watu wengine ilikuwa ni rahisi sana kiasi cha kwamba mimi tena ndo nikaanza kuona huyu mtu ni kwa nini anashare kwa nguvu hivi au amekubali kiurahisi hivi. Kama kwa mfano mwaka huu hapa wimbo wangu wa kwanza kufanya ulikuwa niliofanya na Christopher Mwangila. Christopher Mwangila tumempigia simu saa 6 tuseme, saa 9 yuko studio. Tumerekodi wimbo tuseme labda tuseme Alhamisi, Jumatatu tumeenda kushoot na amewahi saa 10 yuko location asubuhi. Unaona? Kwa hiyo muda mwingine inakuwa ni rahisi kwa sababu Mungu anakuwa ameruhusu hicho kitu kitokee. Lakini muda mwingine inakuwa ni ngumu mpaka unaweza kuwa disappointed. Kwa mimi nimeshakuwa disappointed kama mara kadhaa hivi, mara 2, mara 3, mara 4 yote yanatokea na ninaamini kuwa Mungu mwenyewe ndio huwa anaruhusu. Nimeshawahi kufanya kazi na mtu na akagoma kushare. Ililumiza sana. Yaani nikisema sana kuna one of my brothers anasema kutoka ndani ya moyo. Iliniumiza kutoka ndani ya moyo. Niliumia sana mpaka nikampigia mtu wake karibu nikasema vipi ndugu yangu yuko na changamoto au kuna shida gani? Mbona naona tumetoa wimbo na nilikuwa ninatoa za kila muda. Kwa bwana wimbo uko hivi, huo unausikiaje? Unajua vile kumshirikisha mtu. Hapo umeisha unausikiaje ili kama kuna correction, anipe some corrections. Lakini akasema uko sawa. Tukatoa wimbo kwenye kushare ikawa ni kazi. Kwa hiyo iliniumiza kutoka ndani ya moyo. Kwa hiyo yote hayo yanatokea. Kikubwa zaidi ni kuzingatia timing ya Mungu. Mungu akitaka kitu kifanyike, ataruhusu kifanyike. Kwa hiyo ni rahisi kufanya kazi na watu waliotangulia, lakini pia ni ngumu kufanya kazi na watu waliotangulia. Unafikiri sasa hivi imekuwa rahisi kwa sababu kuna level umefika? Kwamba najua kabisa huyu sasa hivi ni mmoja ya wanamuziki wanaofanya vizuri, labda ndio maana inakuwa rahisi, au tubaki kwenye hiyo sababu ya wakati wa Mungu? Nadhani wakati wa Mungu kwa sababu hata kipindi hicho huyo mtu natoa naye wimbo ilikuwa ni kwenye ile album ya Bora Kushukuru. Ambapo mimi nimetoka kutoa wimbo wa Bora Kushukuru ulikuwa na viewers kama milioni 14 hicho kipindi. Nimetoa wimbo wa Pigana na Mungu ulikuwa na viewers kama milioni 8. Unaona, nimetoa wimbo unaitwa Niokoe una viewers kama milioni 2 hivi. Nimetoa wimbo wa Haikuwa Rahisi una viewers ulikuwa unaelekea 600 hivi 700. Lakini ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo unaweza kaona muda mwingine sio kuhusiana na habari ya nafasi ambayo uko, muda mwingine ni zaidi kuhusiana na nafasi ambayo Mungu anataka nyinyi mfanye kazi kwenye ufalme wake. Asante sana, tunasubiri kazi mpya and I hope itakuwa good, lakini pia nasubiri kuvote kwenye tuzo za Tanzania Gospel Music Awards. Amen, Mungu awabariki sana. Amen. Asante.